Simama pale, simama pale ulipo tuweze kupokea mhubiri wetu. Yeye anamaliza leo, kesho tutakuwa na mhubiri mwingine ambaye Chapanyota atakuwepo hapa mpaka siku ya Jumapili. Sema amen. Swali nitolezi maiki zote hapa. Tuombe. Baba yetu na Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, kwa jina hilo Yesu tunasamehewa dhambi, kwa jina la Yesu tunahesabiwa haki Baba, na kwa jina hilo tunabarikiwa. Asante kwa Mungu, tunakusifu, tumekuabudu. Na sahi Bwana, mtumwa na mtumishi wako anaenda kusimama jioni ya leo, ikiwa ni siku ya pili ya mkutano wetu. Naomba Bwana ukamtumie katika nguvu nyingi, na uweza wako na mamlaka yako ikatende kazi jioni ya leo, ukiponya na kuokoa kwa jina la Yesu. Na kwa mamlaka utupa Bwana, tusimama zote za adui zikapate kunyamaza, nguvu za giza zina nafasi katika eneo hili, bali uwepo wako Bwana ukatawale, katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Baba, nimeomba na kushukuru. Waliotakaswa na damu ya Yesu waseme amen. Asante Baba mwangalizi, Mungu wa mbinguni akubariki. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni nyingine tena nzuri ambayo Mungu ametukirimia kuwepo kwenye viwanja hivi. Mungu ametupa neema. Amina. Namshukuru Mungu. Baba ameshaniombea. Nitaenda kwenye maneno ya Mungu moja kwa moja. Namshukuru Mungu kwa wale wageni waliofika leo. Jina langu naitwa mchungaji na mwinjilisti Rehema Eliamini Swai. Namshukuru Mungu, na mume wangu yuko hapa. Naona yuko kwenye mzunguko huko, lakini yupo kwenye viwanja hivi. Najisikia vizuri kusimama mahali hapa. Mungu ameniteua nikuletee habari njema, habari za ufalme wa mbinguni, habari ya ufalme wa mbinguni. Mungu amenipa kibali hicho nisimame kwenye madhabahu hii ambayo tumeiandaa hapa, kwamba Mungu anapatikana mahali hapa. Namshukuru Mungu, nimekuwepo jana kwenye madhabahu hii na leo nimesimama tena kwenye juu. Baba Mungu akubariki kwa kuniamini kwa siku hizi mbili. Asante. Leo tutaangalia maneno ya Mungu. Naomba ufungue pamoja na mimi. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu kile cha Luka. Leo upepo ni mkali kidogo, lakini hautatuzuilia kusoma. Fungua pamoja na mimi kwenye kitabu kile cha Luka mtakatifu. Luka mtakatifu, nitasoma hapo mistari kadhaa kwenye ile sura ya 19. Tasoma hapo mistari kadhaa alafu tutaendelea. Neno la Mungu aliye hai linasema, naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kupita njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamuona Zakayo. Alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinung'unika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama
akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali. Samahani, tarudia wa mstari wa 8. Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Mstari wa 9, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, ni mwana wa Abrahamu. Mstari wa mwisho ule wa 10, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya, haleluya! Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Haleluya, 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 mwana wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Namshukuru Mungu. Jana tulikuwa tunaangalia habari za mtu mmoja aliyeteseka miaka 38. Aliteseka miaka 38 akitafuta msaada, lakini hakupata msaada ndani ya miaka 38. Na tukaona jibu ambalo Yesu alimuuliza mtu huyu swali, akamuuliza, wataka kuwa mzima? Tuliangalia jana huyu mtu ambaye aliteseka miaka 38. Tuliona jinsi ambavyo Yesu ni mwingi wa huruma. Yesu ndiye aliyekuja kupatanisha ulimwengu na Mungu wetu. Baada ya mwanadamu kufarakana na Mungu, baada ya mwanadamu kutawaliwa na dhambi, ndipo jana nikakwambia dhambi ni ugonjwa mbaya, ugonjwa ambao ukimpata mtu kwamba pasipo Yesu Kristo ni ngumu sana kuepukana na ugonjwa dhambi. Tuliangalia jana kwamba dhambi ni ugonjwa mbaya. Ndani ya ugonjwa huu umepoteza watu wengi, halafu hatimaye ya ugonjwa huu ipo jehanamu. Ndani ya ugonjwa dhambi, mwisho wake ni jehanamu iwakayo moto. Ndipo tukaona jinsi ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu hata akamwachilia mwana wake wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, akazaliwa kama mtu ili aweze kuwa upatanisho kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo alileta amani. Yesu Kristo alileta uzima. Yesu Kristo alileta furaha. Yesu Kristo alileta upatanisho kati yako wewe na Mungu wa Israeli, Mungu ambaye alikuumba vizuri. Bwana, Biblia yangu inasema tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mungu alikaa katulia, akakuumba vile ulivyo. Hayayayaya, akakufinyanga vile ulivyo, vile unavyosimama kwenye kioo ukaona mimi ni mzuri. Nikwambia umebeba sura ya Mungu. Mungu alikufinyanga hivyo ulivyo. Mungu alikufinyanga hivyo ulivyo mwanadamu, akakupa sura yake. Biblia inaniambia tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Amen. Unajua umeumbwa kwa sura ya Mungu Bwana. Mungu akakufinyanga mwenyewe kwa sura na mfano wake, hivyo unavyotembea duniani kwa madaa. Nikwambie, mwenye pumzi hiyo dakika moja anaweza
akaichukua, maana yeye ndiye aliyekufinyanga, lakini amekuachia muda, yamkini utajirekebisha. Amekuachia muda, yamkini utajirekebisha. Mkazi wa Mazulu, sijui ni Mazulu, sielewi ni Mazulu, haya mtajua, lakini mkazi wa maeneo haya, kwamba Yesu amekuachia muda, yamkini utajirekebisha mwanadamu, yamkini utajirekebisha, lakini yeye ametutuma kwenye viwanja hivi tukuambie wakati ulionao muda umekwisha. Ndugu yangu, yupo mpatanishi, ukimkimbilia leo atakupatanisha na Muumba wako aliyekufinyanga namna hiyo, aliyekupa uhai ulionao. Yeye hatakupatanisha naye. Kabla sijaendelea, nikuulize swali. Kila siku tunanunua luku, hata mimi juzi nilinunua luku ya umeme, kwamba kuna wakati inakaa usipokuwa na hela kwenye simu, ina maana utakaa gizani, maana luku hakuna. Unalipia TANESCO ili upate luku, unalipia TANESCO ili uwe na nuru, unalipia TANESCO ili uone mwanga. Nikuulize jioni ya leo, hivi ulilipa nini kwa pumzi ulionayo? Ulilipa nini kwa hewa unayovuta? Ulilipa nini wewe mwanadamu wa Mazulu? Ulilipa nini? Ulilipa nini? Nikwambie, yuko Mungu anayekupenda. Mungu huyu ndiye aliyekuumba, na sasa amemwachilia mwana wa pendo lake ili aweze kukukomboa, ili aweze kukupatanisha naye, ili aweze kukuweka huru, ili aweze kukusamehe dhambi. Hizo dhambi unazoziona, yupo awezaye kusamehe dhambi, ambaye anasema akikusamehe amekusamehe. Yupo anayesamehe, yupo anayesamehe, yupo anayeponya. Na ndio maana neno lake linasema alijeruhiwa kwa makosa yetu, alibeba adhabu zetu, alibeba huzuni zetu. Hata kama wanakuona wakuelewi, yuko mwanaume Yesu ambaye anakuelewa. Yuko mfalme wa wafalme ambaye anakuelewa. Amebeba uzima jioni ya leo, amebeba amani jioni ya leo, amebeba. Huyu mwanaume Yesu Bwana, jana nilikuambia hana historia ya kushindwa. Yeye ni yote katika yote. Haleluya, 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 haleluya. Ni raha kuwa na Yesu Bwana, ni raha kuwa na Yesu, maana amesema yeye ni njia inayonipeleka kwa Baba. Sio njia tu, ni kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba pasipo njia Yesu Kristo. Nina ujasiri, njia moja ni Yesu, njia moja ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye ndiye pekee aliyemwaga damu yake msalabani ili akupate wewe. Damu yake msalabani, akakubali kutukanwa, akakubali Yesu, akakubali kutemewa mate, akakubali ili ampate mwanaume wa Mazulu, ili ampate mwanamke wa Mazulu. Yesu ni mwanaume, Yesu ni mwanaume, Yesu ni mwanaume, ndiye pekee hawezaye kuokoa, ndiye pekee hawezaye kusamehe dhambi, ndiye pekee hawezaye kukuunganisha na Muumba wako.
Dhambi ni mbaya, dhambi ni mbaya, imekutenganisha na Mungu. Dhambi ni mbaya, imekufanya umekosa ujasiri. Dhambi ni mbaya, imekupa majina mengi mengi, lakini yuko Yesu aliyebeba huruma kwa ajili ya wakazi wa Mazuu. Yuko Yesu aliyebeba uzima kwa ajili ya wakazi wa Mazuu. Oh, shangilia wewe unayeniangalia, shangilia mwanaume Yesu, shangilia simba wa kabila la Yuda, yeye aliyebeba mateso ya wanadamu, aliyebeba huzuni za wanadamu, amebeba simba wa kabila la Yuda. Haleluya, haleluya. Na leo hii yupo kwenye viwanja hivi, na kuambia atabeba mateso hayo, atabeba huzuni hiyo, atabeba. Yeye ana ubaguzi. Ndio sifa aliyonayo ya mwanaume Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia yangu inasema tumepewa jina la Yesu Kristo, tumepewa jina lipitalo majina yote, tumepewa jina. Haleluya, haleluya, haleluya. Tumepewa jina la Yesu Kristo. Kwa jina hilo vipofu wanaona, kwa jina hilo Mazuu kwa Yesu Kristo, kwa jina hilo haleluya. Wacha nipige kelele, maana nimepewa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na furaha nilionayo ni kwamba najua ninakuelekea Bwana. Ukiwa na huyu Yesu hauna mashaka kwamba kunguru kakaa kwenye banda, au kunguru kakaa kwenye paa, au bundi kakaa kwenye paa, au sijui viungu vimevunjwa njia panda. Ukiwa na Yesu hauogopi tena bundi, hauogopi tena mapaka, hauogopi tena mayai visa, maana Yesu ni yote katika yote. Hakuna mchawi, hakuna kibwengu, hakuna kitakachosimama kwa Yesu Kristo. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Jioni ya leo nimekutana na mtu mmoja tajiri, tumesoma habari zake. Huyu mtu bwana ni kama wale unaowaona kule TRA, wakusanya kodi. Hata hapa ndio maana mna biashara, si mmelipa TRA, mmepeleka kodi TRA. Tumesoma habari za mwanaume mmoja tajiri. Biblia yangu inasema alikuwa mtoza ushuru, anatembea kama ni hapa tungesema anatembea fremu kwa fremu. Leo yuko Kinondoni anadai ushuru wake, kesho kutwa yuko Kibamba anadai ushuru, Tondogoo yuko Mwenge kule anadai ushuru. Lakini ndani ya kudai ushuru huo, Biblia yangu inaniambia halikuwa mzulumaji. Na habari hizi amesema mwenyewe. Huyu mtu aliitwa nani? Zakayo. Nazungumza ujumbe unaosema fanya maamuzi sahihi. Fanya maamuzi sahihi jioni ya leo. Waweza kufanya maamuzi sahihi. Kumbuka kwamba kinyume cha maamuzi sahihi kuna maamuzi yasiyo sahihi. Na ya maamuzi yasiyo sahihi
yanakupeleka pabaya, lakini maamuzi yaliyo sahihi yanakupeleka kwenye uzima wa milele, yanakupeleka kwenye ujasiri wa kujiamini, yanakupeleka kwenye furaha na amani ya kudumu hata kama una pesa. Maamuzi sahihi yatakupa amani. Kuna watu wengine Bwana, ngoja nikwambie, kuna mtu mwingine akikosa hela anachanganyikiwa, sijui nimwibie nani, sijui nifanye nini ili nipate hela. Lakini ukifanya maamuzi sahihi, na kuambia pesa ni nini Bwana, ukiwa na hela una furaha, ukiwa una hela una furaha, maana umefanya maamuzi sahihi. Sisi wenzio tumefanya maamuzi sahihi, ndio maana tunaimba, tuna furaha nyakati zote, tunafurahi hata ujevunje viungu kwenye milango yetu, tuna uhakika na ulinzi, maana tumefanya maamuzi sahihi. Tuna uhakika huo, hata tukifa tunajua tunakokwenda, maana Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima inayoweza kunipeleka kwa Baba. Kama una Yesu rafiki, hujaijua njia, bado hujaijua njia mwanadamu, mjue Yesu, ujue njia Bwana. Sasa huyu mtoza ushuru, ngoja niendelee. Huyu mtoza ushuru ambaye nimekuambia jina lake ni Zakayo, tumemsoma kwenye Biblia. Biblia yangu inaniambia huyu baba alikuwa na sababu ya kuto kumuona Yesu. Sababu ya kwanza, alikuwa mzulumaji. Yamkini angejificha akasema, mimi nazulumu kwenye maeneo mengi, nimezulumu. Nikipewa kodi shilingi 200,000, mimi naficha 100,000, halafu 100,000 ndio naiandika, kwa sababu Biblia inasema alikuwa mzulumaji. Amesema mwenyewe, akasema kama nimemdhulumu mtu nitamrudishia mara 4. Kwa maana hiyo yeye anajua alimdhulumu nani, anajua alidhulumu nyumba ngapi, alidhulumu maeneo mangapi, anajua huyu baba. Lakini shida nyingine aliyokuwa nayo, Biblia yangu inasema alikuwa mfupi wa kimo. Pamoja, si unajua mtoza ushuru lazima asome, mtoza ushuru lazima awe na elimu, ataandikaje sasa huo ushuru? Kwa hiyo huyu pamoja na ufupi wake, lakini alikuwa amesoma, ndio maana akaitwa mtoza ushuru, kwamba yeye sio kwamba alikuwa anaenda anakusanya tu, lazima kaelimu kalikuwepo kichwani. Lakini akachanganua kwamba huyu Yesu ni wa namna gani. Nasikia akiponya, nasikia akifungua, nasikia anapatanisha watu, nasikia ndiye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu. Mimi nataka nimuone huyu Yesu, natamani nimuone Yesu, natamani nimpate Yesu. Huyu tajiri akafanya maamuzi, akasema liwalo na liwe, mimi namuona Yesu. Sasa watu ni wengi, nitamuonaje Yesu wakati umati wa watu umemzunguka? Kama tulivyo hapa, wewe umejifungia, unasema nataka umuone Yesu. Utamuonaje wakati umejifungia? Utamuonaje wakati unaogopa jirani? Utamuonaje wakati unaogopa mme wako? Nikwambie ndugu yangu, wewe mbinguni unaenda peke yako. Uendi na mume, uendi na mke, uendi na mtoto, uendi na baba, uendi na mama, unaenda peke yako. Utakwenda na mtu. Maamuzi haya ni yako mwenyewe. Yamkini Zakayo angeenda kumuuliza mke wake, angemwambia wewe ni mtu mkubwa, watu wanakuamini, wanakupa hela, sasa unataka uingie huko kwa walokole useme nini? Nakwambia bila kuokoka hautakwenda mbinguni. Nikwambia unamhitaji Yesu ambaye ndiye njia, pasipo
Yesu. Nakwambia jana mwina kusubiri, wacha niseme mchana kweupe, jana mwina kusubiri, unamhitaji